Guinea Bissau inaendelea na zoezi la kuhesabu kura linaloendelea kufuatia uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika jana Jumapili. Uchaguzi unaonekana kuwa wenye ushindani mkubwa katika historia ya taifa hilo lililogubikwa na misukosuko ya kisiasa na mapinduzi ya mara kwa mara. Rais Umaro Sissoco Embalo anayewania kipindi cha pili anakabiliana na ushindani mkali kutoka kwa Ferdinando Diaz da Costa, mgombea asiyejulikana sana lakini anayeungwa mkono na wanasiasa wakongwe. Tume ya uchaguzi imesema mshindi lazima apate zaidi ya 50% ya kura ili kuepuka marudio ya uchaguzi. Uchaguzi huu umetajwa kuwa na mvutano mkubwa kutokana na uinguliwaji kwa chama kikuu cha upinzani kinachoongozwa na Domingos Simões Pereira, hatua inaongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini humo. Wakati Embalo akiwataka wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura, Diaz da Costa amemtuhumu kwa kuwadhibiti na kuwakamata wafuasi wa upinzani. Zaidi ya nusu ya wakazi milioni 2.2 wamejiandikisha kupiga kura, huku wachambuzi wakitahadharisha kuwa nchi hiyo maskini kwa zaidi ya nusu ya watu wake na kitovu cha biashara ya dawa za kulevya inahitaji mageuzi thabiti ya taasisi ili kuimarisha utawala na kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Kampeni zimegubikwa na shutuma za hotuba za chuki, ufisadi na mauaji, ishara ya mazingira ya kisiasa yaliyojaa mvutano. Embalo ameahidi maendeleo ya miundombinu kama barabara na uboreshaji wa uwanja mkubwa wa ndege, huku mpinzani wake Diaz akiahidi utulivu, uhuru na usalama. Katika mji mkuu wa Bissau, baadhi ya wakazi wanasema wanatumai matokeo ya uchaguzi yatarejesha amani na kuboresha maisha, wakati taifa likisubiri kwa tahadhari matokeo ya awamu hii muhimu kwa mustakabali wake wa kisiasa na kiuchumi.